Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Zikiwa zimesalia siku 4 kabla ya muda uliowekwa na Jumuiya ya Madola kwa serikali kumwachia huru kiongozi wa upinzani nchini Tundu Antipas Lissu, bado hakuna dalili za kuachiwa kwake ndani ya muda uliowekwa. Lissu alikamatwa tarehe 10 Aprili 2025 wilayani Mbinga mkoani Ruvuma wakati akiwa kwenye shughuli za chama chake. Tangu wakati huo, mwenyekiti huo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yuko gerezani kufuatia hatua ya serikali kumtuhumu kwa uhaini. Kesi dhidi ya Lissu imetokana na msimamo wa chama chake wa kushinikiza kuwapa mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi nchini. Kupitia Baraza Kuu la Chadema lililokutana Januari mwaka jana, chama hicho kiliazimia kuwa bila kuwapa mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi hakitashiriki uchaguzi huo. Kauli mbiu ya chama hicho ilisema no reform, no election, yaani bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Mkutano wa Jumuiya ya Madola uliofanyika tarehe 10 Julai mwaka huu nchini Uingereza ulihitimishwa kwa kuitaka Tanzania kumwachia huru Lissu ndani ya siku 30 na kutekeleza kikamilifu masharti mengine 4 ndani ya miezi mitatu, vinginevyo itakabiliwa na hatua kali zaidi. Miongoni mwa yanayopaswa kutekelezwa ni pamoja na kuviacha vyama vya siasa kuweza kufanya shughuli zao kwa uhuru, kuwapo mageuzi kwenye mifumo ya uchaguzi na uwajibikaji. Maadhimio yalifikiwa katika mkutano huo wa 73 wa kikundi kazi cha mawaziri wa Jumuiya ya Madola CMAG uliofanyika baada ya mjumbe maalum aliyetumwa na jumuiya hiyo Dr. Lazarus Chakwera kuwasilisha ripoti yake kwa katibu mkuu. Rais huyo wa zamani wa taifa jirani la Malawi alitumwa na Jumuiya ya Madola kusaidia juhudi za maridhiano nchini kutokana na machafuko yaliyotokana na kupinga kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ambapo watu 518 na zaidi waliuawa kwa kupigwa risasi na vyombo vya dola. Dr. Chakwera aliwasili nchini Aprili mwaka huu na alikutana na Rais Samia Suluhu Hassan, vyama vya siasa na Lissu katika eneo ambalo halijatajwa jijini Dar es Salaam. Lissu aliambia Mahakama Kuu wiki iliyopita kuwa alitolewa gereza kuu la Ukonga na kushikiliwa na kupelekwa kwa Chakwera akiwa amesindikizwa na afisa mmoja magereza. Taarifa zinaeleza kuwa ripoti hiyo ya Chakwera ndiyo iliyowachagiza mawaziri hao wa mambo ya nje na jumuiya hiyo kubaini kuwa kesi ya Lissu ni ya kisiasa iliyovikwa koti la jinai ili aendelee kusota gerezani. Msemaji wa serikali Gerson Msigwa amenukuliwa wiki iliyopita akisema watafanya tathmini kuhusu ripoti hiyo na kisha watawasiliana nao. Naye Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara, alisema wako tayari kwa mazungumzo, lakini hawawezi kukubali amri na shinikizo lolote kutoka nje. Matamko ya viongozi wa CCM na serikali pamoja na kesi inayoendelea mahakamani yameibua maswali tata ambayo baadhi ya watu wanaona kuna kila dalili cha Tanzania kupoteza wanachama wake kwenye jumuiya hiyo. Kama wanachama na viongozi wa Chadema wanazidi kukamatwa kwa tuhuma za ugaidi, huku viongozi wa CCM wakihubiri kutaka mazungumzo kuelekea maridhiano, hakuna kinachoweza kutunusuru na kibano cha kimataifa, ameeleza kada mmoja wa CCM ambaye hakupendwa kutaja jina lake. Ameongeza, huwezi kutaka maridhiano wakati huo unatumia panga kukata wenzako. Kama serikali ingekuwa inataka maridhiano ya kweli, basi ingeanza kuonyesha njia kwa kuacha kuisakama Chadema na viongozi wake. Kauli ya kiongozi huyo inaungwa mkono na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche aliyeliambia gazeti hili kuwa kamwe vitisho na kukamatwa kwa wanachama wao hakuwezi kuwalazimisha waingie kwenye meza ya mazungumzo ya kusaka maridhiano. Hatukatai kuingia kwenye mazungumzo. Tumewaambia sharti wamwachie mwenyekiti wetu Lissu, yeye ndiye atakayetuongoza. Hawataki kufanya hivyo. Badala yake unaona wanakamata watu wetu kama njia ya kutufanya tufike sehemu tuingie kwa lazima kwenye hayo mazungumzo. Hii si sawa na kamwe hatutakubali kushiriki kwenye dhambi hiyo, amefafanua. Heche anasema mtu yeyote anayehubiri maridhiano, amani na haki anapaswa kuonyesha kwa vitendo mambo haya. Maridhiano hayajengwi kwa maneno, yanajengwa kwa matendo. Kauli tamu zisizo na utekelezaji kamwe haziwezi kutusukuma kwenye jambo hilo. Kwa mujibu wa Heche, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iliwahi kumkamata aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na kumfungulia kesi ya ugaidi, kisha wakamtoa na kwenda naye Ikulu kukutana na Rais Samia bila kupitia nyumbani kwake. Anahoji,
Hivi kweli gaidi anaweza kufanywa hivyo? Hizi kesi za kisiasa hazitaturudisha nyuma kupigania katiba mpya, kuachiwa Lissu na kuzingatia utawala bora. Ajenda hiyo ya mazungumzo ndiyo inaonekana mwarobaini wa kutuliza hali ya kisiasa nchini, na imekuwa ikipigiwa debe na viongozi mbalimbali ndani na nje ya chama tawala. Waziri wa zamani wa ardhi, maendeleo ya makazi na mkurugenzi mtendaji wa Habitat, Profesa Anna Tibaijuka, amemshauri Rais Samia kupitia ara zake 4: maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya kushughulikia swala la Lissu. Hoja ya kesi ya Lissu ni ya kisiasa. Iliibuliwa tena na baadhi ya wafuatiliaji baada ya kufuatilia shauri la kikatiba lililofunguliwa na mawakili wake William Maduhu, Nation Nkungu na Poki Sabo, wakilalamikia kuzuiwa kumuona mteja wao na kunyimwa faragha. Akitoa ushahidi wake kwenye kesi hiyo, mkuu wa gereza la Ukonga Andrew Ntamamilo aliambia mahakama kuwa asingeweza kueleweka na ingemletea shida kama angeruhusu watu na mawakili kumuona Lissu gerezani licha ya kuwa ni utaratibu kisheria. Kauli hiyo ya Ntamamilo iliibua utata wa nani asingemwelewa au kumletea shida, na kwa nini alikuwa tayari kuvunja taratibu zilizopo ili kujinusuru. Asieleweke na kina nani wanaoweza kuingilia utaratibu wa kawaida wa magereza juu ya mahabusu na wafungwa kutembelewa, iwe na ndugu, mawakili au majirani zao. Kauli hiyo ilitoa taswira kuwa kuna uwezekano kushikiliwa kwa mwanasiasa huyo kuna maelekezo kutoka kwa watu ambao hawajatajwa. Katika hatua nyingine, baadhi ya vigogo wa Chadema wameeleza kuwa hujuma zinazolenga kufifisha uchangiaji wa fedha kwa ajili ya mkutano wa baraza kuu litakofanyika tarehe 15 Septemba mwaka huu zimegonga mwamba, kwa kuwa michango imeendelea kumiminika. Hadi juzi mchana, Chadema alikuwa amefikisha zaidi ya shilingi 239.5 milioni kati ya shilingi 334 milioni zinazohitajika. Tunaomba wapenzi wa chama chetu waendelee kutuchangia. Tunahitaji fedha kwa ajili ya baraza kuu na kuwalipa mawakili wanaomsaidia Lissu na wale waliojitolea kusimamia kesi za ugaidi zinazowakabili wanachama wetu zaidi ya 100, ameeleza Heche. Haya na mengine mengi, usikose kufuatilia gazeti letu la Mwanahalisi ambalo linatoka kila siku za Alhamis. Lakini pia usisite kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii @Mwanahalisi Digital. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.